Taarifa za matukio ya hivi punde yanayojiri kwa kina na utendeti. Hili ni wimbi la habari kutoka redio bora zaidi 99.9 Coach FM. Jioni njema popote pale ulipo, hujambo na karibu kwenye wimbi la habari. Jina langu ni Nyota Suleiman. Kenya inapotarajiwa hapo kesho kujiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya maji duniani, wito umetolewa kwa serikali ya kaunti ya Nairobi kubuni sera na sheria muafaka zitakazohakikisha kuwa wananchi hasa katika makazi yasiyo rasmi wanapata bidhaa hiyo bila changamoto. Akizungumza kwa njia ya simu na idhaa hii, mwanaharakati kutoka shirika la Women Collective Kenya, Ruth Mumbi, amesema kwamba hatua ya serikali ya kaunti ya Nairobi kuendeleza mpango wa kugawa maji, yani water rationing, hasa katika mitaa isiyo rasmi imeathiri pakubwa wakazi maeneo hayo. Mwanaharakati huyo amesisitiza haja ya wakazi katika maeneo hayo kupewa kipaumbele katika suala la usambazaji maji ili kuhakikisha kuwa shughuli zao hazitatiziki. Serikali haitili maanani watu ambao wanaishi katika maeneo duni, kwa sababu unapokuongea kuhusu water rationing, ukiangalia kwa kimakini ina affect mitaa gani? Ina affect mitaa ambayo iko Eastlands na ina affect ile mitaa iko duni. Kwa sababu gani? Jinsi maji ama policies zimewekwa vile watu wa Nairobi wanafaa kuwa wanapata maji, imewekwa katika mikakati tatu. Maji mkakati wa kwanza ni ya kwamba wanapatia kwanza zile makampuni kubwa ambazo zinatengeneza maybe soda na ambazo zinatengeneza pombe. Alafu nini ya pili, priority ya pili yao inakuanga kwa watu ambao wanaishi katika yale maeneo ya kifahari, ndio Karen Muthaiga. Mbali na hayo, Ruth amebainisha kwamba shirika hilo limekuwa mstari mbele kuhamasisha jamii kuhusiana na mbinu za jadi za kutunza mazingira kama njia mojawapo kuhifadhi vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla, hasa wakati huu ambapo ulimwengu unakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama shirika tumeona ya kwamba ujuzi wetu wa Kiafrika na ujuzi ambao wanawake walikuwa nao unaendelea ukipotea, na ni ujuzi ambao unafaa kuwa unahifadhiwa, kwa sababu miaka ya pale nyuma hizi ni vitu hatukuwa nazo. Lakini ukiangalia vile nchi inaendelea kupata maendeleo ambayo saa zingine tunajiuliza kama haya kweli ni maendeleo ambayo inaendelea kuumiza watu, unapata watu wanatolewa, jamii mingi ambazo zilikuwa zikihifadhi basically kama wetland, unapata wametolewa. So sisi tumekuwa katika kipaumbele kuleta wanawake pamoja waweze kutuelekeza na waweze kushare zile ujuzi na jinsi walihifadhi mazingira.